Lakini kabla hatujakaribisha mhudumu katika asubuhi hii ya leo, niweze kuomba dada yangu Happy Lamek utupe ombi kwa ajili ya kumkaribisha mtumishi wa Mungu kwa ajili ya somo. Dada yangu Happy, karibu sana, utupe ombi. Kwa unyenyekevu tuombe. Asante Mungu Baba uliye juu mbinguni, tunashukuru Mungu wetu kwa kuwa wewe ni mwema, mwingi wa upendo. Tunashukuru kwa rehema, neema na fadhila zako. Asante Mungu Baba kwa nafasi ya pekee uliyotupatia tena. Asante kwa kuamsha wengine salama asubuhi Mungu Baba kwa ajili ya kujumuika tena kwa ajili ya kujifunza neno lako na kuleta shukrani zetu kwetu na kwa wengine ambao wako sehemu mbalimbali Mungu Baba. Pia nashukuru kwa nafasi uliyopatia katika siku hii ya leo kuweza kujumuika na wengine sehemu mbalimbali duniani kwa ajili ya kuchukua nafasi hii ya kusemezana nawe Mungu wetu. Tunaomba sasa tunapoenda kujifunza neno lako, Roho wako Mtakatifu akatuzingire, akakae mioni mwetu, akakae ilini mwetu Mungu Baba. Somo tunaloenda kujifunza likatuneemeshe kiroho Mungu wetu. Na tunapotoka nje Baba na kuonana na wengine wengi ambao hawapati nafasi kama hii Mungu wetu, basi ukaone uwepo wako ndani yetu, neno lako likatuongoze maisha yetu ili nawe wakaweze kukufahamu kupitia sisi Mungu Baba. Asante kwa nafasi ya pekee na tunashukuru kwa maana uko pamoja nasi, na tunashukuru kwa maana utaendelea kutupatia nafasi kama hii. Kwa wale wote wengine ambao hawakupata nafasi ya kujifunza neno lako Mungu Baba, namna moja au nyingine tunaomba ukawapatie ukafungue njia, ukawapatie namna mbalimbali za kuweza kupata nafasi ya kujifunza neno lako na kusemezana nawe. Tunashukuru kwa yote Mungu Baba, ni katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina. Amen. Amen. Asante sana mpendwa. Basi nichukue fursa tena kuwakaribisha katika asubuhi hii ya leo kwenye vipindi vya Power Request, mbegu ya imani. Ninatumaini kwamba tuko tayari kuisikia sauti ya Bwana kupitia mtumishi wake ambaye amejiandaa. Basi kwa muda huu niweze kumkaribisha rafiki yetu mwalimu Apollinaire. Karibu sana katika somo la asubuhi. Bwana asifiwe, wapendwa wa Mungu. Amen. Tunamshukuru Mungu wetu ambaye mara tena ameruhusu tuweze kushirikiana katika kipindi hiki cha maombi kwenye masaa za alfajiri huku masaa zetu za East Africa, na kwa sehemu zingine labda ni jioni ama mchana kulingana na jiografia yetu. Nyinyi nyote mmekaribishwa katika jina la Yesu. Amen. Na kabla ya kuanza fundisho letu, tunawashukuru nyinyi nyote katika ibada ambayo mmeitoa kupitia nyimbo, kupitia maombi tunapoongozwa na mshikakiti wetu Jamari. Mungu awabariki na nyinyi nyote mubarikiwe kabisa. Katika masaa hizi tunaonekana mbele zenu, na kabla ya kuanza fundisho letu tuombe Mungu tena. Litukuzwe jina lako Mungu wetu, wewe uliye mwema siku zote. Asante kwa sababu umetuamsha. Asante kwa sababu umeruhusu nyimbo zetu zipokelewe mbele zako. Asante kwa ibada ya maombi watoto wako wamekusha kutoa, na sisi pia tunapoonekana tena mbele zako ni neema umetutolea katika saa hizi ili kwamba tuweze kuhudumia mkutano huu. Jina lako tukuzwe milele. Utubariki kwa sababu tuko na damu na jamaa dhaifu. Kristo tunakuomba unene ndani mwetu kupitia Roho Mtakatifu. Roho wako aguse wasikilizaji wetu wote. Roho wako aguse kila yeyote atakayefungua kipindi hiki ama audio kusikiliza ombi hili. Bwana abarikiwe na wewe. Sisi tunyamanze, wewe unene ndani mwetu.
wewe usikike na neno lako lituletee uponyaji katika maisha yetu. Bariki viongozi wote, bariki neno lako, ndilo ombi tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Amen. Wana wa Mungu, mara tena tunawakaribisha tunapowaletea fundisho linalosema kuokolewa katika vita. Kuokolewa katika vita. Tuelewa kwamba tunapitia vita kila siku katika maisha yetu. Labda niseme ya kwamba tangu Adamu mzazi wetu wa kwanza hadi sasa tunapitia vita, na vita vyetu ni vita ambavyo viko tofauti. Kila mmoja ana vita vyake, na vita vyangu na vita vya dada anayenisikiliza, vita vya kaka anayenisikiliza, vita vya mchungaji, vyote havilingani na vyangu. Kila mmoja na vita vyake, na unapotazama vita vyako naona kwamba vyako ndivyo vigumu kuliko vya mwingine, lakini vyote tunaviita kuwa ni vita. Mimi ninaweza kuwa na magonjwa imenitatiza, na labda ninaomba sana ili kwamba Mungu aniepushie kikombe, siku moja nikapata uponyaji. Hiyo ndiyo vita yangu. Mwingine naye ana vita ya uchumi, madeni. Mwingine ana vita vya kushambuliwa, labda amani kukosekana katika maisha ya familia. Vita viko vingi, vita vya majirani. Kila mmoja anazungumzia vita, lakini kuokolewa ndilo neno la matumaini. Na tutaokolewa namna gani? Fungu letu la kukariri ama fungu kuu linapatikana katika kitabu cha Petro wa kwanza sura 5 na shairi lake la 7. Petro wa kwanza sura 5 shairi lake la 7. Mimi ninasoma katika Biblia inaitwa Habari Njema. Tunasoma katika jina la Yesu ikisema, mwekeeni matatizo yenu yote, maana yeye atawatunzeni. Amina. Mwekeeni matatizo yenu yote, maana yeye atawatunza. Amina. Mwekee nani ama mkabidhi nani? Tumkabidhi Mwenyezi Mungu matatizo yetu yote, naye atatutunza, atatulinda kwa Kiswahili kingine. Kumbe katika vita ambavyo tunavizungumzia, hii ni matatizo. Matatizo yangu sio matatizo ya mchungaji Muhammad, sio matatizo ya ndugu yetu kiongozi Chamari, sio matatizo za ndugu yetu Ellen ama dada yetu, sio matatizo ya Pendo, sio matatizo ya Emily, sio matatizo. Kila mmoja ana matatizo yake, lakini yote tunaita nini? Vita. Lakini mtumishi wa Mungu Petro anatuhimiza ya kwamba tuiwekee nani? Tuwekee Bwana. Ye mwenyewe atatulinda, atatutunza, atatupigania. Kumbe vita hivi tunavyokuwa navyo, matatizo tunayokuwa nayo, tumwekee nani? Bwana, naye atatutunza. Tuko pamoja? Tuko pamoja wapendwa? Nataka nione ya kwamba tunasikika vizuri. Asante, mbarikiwe. Asante. Matatizo yetu haya ambayo tunakuwa nayo, tumkabidhi Bwana, naye atatutunza. Katika kututunza kwake atatutunza salama, atatutunza na amani. Kuna kundi lingine ambalo liko na matatizo, na tutasikia walipitia nini na namna gani waliponywa na matatizo yao, matumaini gani walioyapata katika Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 20
na mstari wa kwanza tunaenda polepole. Kumbukumbu la Torati kwenye shairi lake la sura 12 ama mshairi lake la kwanza, tunasoma Kumbukumbu la Torati Kumbukumbu la Torati kwenye shairi lake la sura 12 shairi lake la kwanza. Tunasikia kundi lingine hapa namna walipitia matatizo na jinsi gani waliweza kuyaponyoka ama kushinda. 12 shairi la kwanza tunasoma katika jina la Yesu. Hawa waliandaliwa kama vile na sisi tunavyokuwa katika vita ama mashambulizi yetu ama matatizo tulio nayo katika kundi letu hili la Power Request. Kila wakati tunaandaliwa, na hii ni kundi lingine nalo. Acha tusome maneno ya Mungu tusikie ilikuwaje. Mkienda vitani kupigana na adui zenu, mkaona farasi, magari na jeshi kubwa zaidi kuliko lenu, msiogope, maana Mwenyezi Mungu, Mungu wenu amewatoa Misri, atakuwa nanyi. Haleluya. Wana wa Mungu, taifa la Israeli, katika kipindi hiki cha Joshua waliandaliwa sana, na katika maandalizi waliokuwa nayo wanapopitia vita, wanapoandaliwa kwenda kupigana, waliandaliwa vizuri kama vile na sisi. Kile ambacho kilisababisha kuanzisha kundi hili ni kwa sababu ya hizi matatizo tunazokuwa nazo, kwa sababu ya vita, kwa sababu ya kumfikia ndugu na dada katika kipindi hiki cha shida. Kumbe hawa nao walikuwa katika vita na waliandaliwa kama vile na sisi tunaandaliwa. Tuna wachungaji na kiongozi wetu mkuu ambaye mchungaji wetu Mgasi kila siku anatuandaa, anatuambia tutajiandaa namna gani. Katika kipindi hiki cha maombi ni sehemu ya kujiandaa, ni sehemu ya kupigana, ni sehemu ambamo kila mtu anasimama ili aweze kupambana na adui, na sio sisi tutapambana, kama vile Petro alivyotuambia tumkabidhi Bwana matatizo yetu, tumkabidhi yeye. Vita hivi sio vingine, sio vita vya silaha, na labda inaweza kuwa hata silaha, lakini mashambulizi yote tunaweza kuwa nayo ama matatizo yote tumkabidhi nani? Bwana. Taifa la Israeli walipitia hiki kipindi na kilikuwa ni kigumu sana katika maisha yao, lakini mtumishi wa Mungu ama kiongozi mkuu aliwaandaa, na alipowaandaa akawaandaa kwa sehemu 3. Sehemu ya kwanza aliwahimiza kuondoa woga. Haleluya. Na sisi pia kila leo tunapokuwa hapa, ndugu na dada, tunachowahimiza ni kwamba msiogope. Katika maandalizi haya, sehemu hii ya kwanza kuambiwa kwamba wasiogope, katika adui waliowashambulia walikuwa na silaha ambazo wao hawakuwa nazo. Sisi ambao tunakuwa katika maeneo za vita, naamini katika Afrika hakuna yule ambaye hajaona vita. Hata na siku zilizopita ndugu zetu wa Tanzania ambao walikuwa bado hawajapitia vita, nao pia waliona changamoto kidogo, na hata wakaona ilikuwa ni vita. Lakini sisi ambao tunapitia vita, unaweza kuona jeshi ambalo linawazunguka halina silaha kulingana na jeshi lingine ambalo linawashambulia. Na hawa wana wa Israeli, jeshi walikuwa na majeshi, lakini silaha walizokuwa nazo
hazikulingana na silaha zingine za maadui. Lakini neno lenye matumaini, kiongozi aliwahimiza akawaambia hawa watu wana magari na wana farasi. Na ukisoma katika Joshua 17 shairi lake la 16, hii ilikuwa ni jamaa ya Yusufu, lakini utakuta walikuwa na silaha za chuma. Magari hizi zilikuwa ngumu sana za chuma, walikuwa na mafarasi mengi, wao walikuwa wengi sana kulingana na orodha yao, tena walikuwa na silaha nzito kulingana na zao. Lakini neno la matumaini lilikuwa pale, kawaambia kwamba msifanye nini? Msiogope. Woga ndiyo kushindwa kwa vita, na woga unaletwa na nani? Na adui Shetani. Ingawa hawa walikuwa na hizi silaha zote, mtumishi wa Mungu anawahimiza wasifanye nini? Wasiogope. Wasiogope, wakae kimya, wawe na nguvu, wasiwe na wasiwasi. Katika kueleza hiyo orodha zote za silaha, mtumishi wa Mungu akawatia nguvu. Haleluya. Kama vile na sisi tunaweza kupitia vipindi vizito, vita tulivyo navyo, silaha tunazoziona, unaweza kuwa mbele za matatizo na unasema kwamba hii shida ambayo nimekumbana nayo labda sitamaliza siku 2. Lakini Mungu anakuvusha. Labda shida yako imemaliza niseme siku 3, mwezi, mwaka, lakini iko pale pale na wewe uko tu pale pale. Hii tumezungumzia mara nyingi. Hautakufa. Usiogope. Usitishwe na adui hata kufanya kitu. Dada Hekima, kama Ekida, kama Sima Kamera, tafadhali, hautakuwa kitu. Usiogope. Jambo la pili ambalo walihimizwa nalo, walikuwa na kiongozi ambaye ni mtumishi wa Mungu, na huyu kiongozi mtumishi wa Mungu alikaa mbele zao. Katika shairi la 2, acha tusome sote tufate tusikie. Shairi la 2 kwenye Kumbukumbu la Torati nasema, kabla ya kuanza mapigano, kuhani alijitokeza mbele na kuwaambia watu. Kuhani alikuwa mbele zao na kuwakusanya watu. Waisraeli, sikilizeni leo, mnakaribia kupigana dhidi ya adui zenu. Msife moyo au kuogopa au kutishwa au kuogopa adui. Haleluya. Wasifanye nini? Wasiogope adui. Kile kinachoweka watumishi wa Mungu kila wakati, wanatupangia muda wa maombi, wanatupangia vipindi. Leo tuko kwenye siku zetu 19 za maombi. Katika kipindi hiki ni kipindi ambacho kinatuandaa. Tuliandaliwa muda mrefu, na mtumishi wa Mungu akatuhimiza kusema ya kwamba tunaenda kuingia kwenye pambano. Saa hizi tuko kwenye vita, tunapambana. Wewe unapambana. Kinachokuamsha saa hizi ni pambano kuu, na hili Mungu iko pamoja nasi. Mungu anatupigania. Lakini watumishi wa Mungu, wachungaji wako katika kundi letu, mtumishi wa Mungu Muhammad alituandaa na kuwa mbele zetu. Yeye hakeshi. Upendwa wetu Jamari halale. Kila wakati unamsikia, nimekuwa shuleni na saa hizi ninatoka darasani. Sote tunapambana kwa ajili ya jambo hili. Wanatupitia mbele. Hawa ni watu wa Mungu. Wanapokuwa mbele zetu, wanatuhimiza ya kwamba tusitishwe. Na sasa wanapokuwa mbele, wanachotuomba ni kwamba na sisi tusimame imara.
tukiwa nyuma zao tusimame imara, msitishwe, sababu hawa nao waliandaliwa na wakatiwa moyo kama vile na sisi tunatiwa moyo kila siku, kama vile na sisi tunaandaliwa kila siku, kama vile na sisi tunahimizwa nao walihimizwa. Katika jambo hili la pili ni jambo lenye furaha sana. Kiongozi kuhani alikaa mbele zao, alitangulia. Elewa kwamba tuna wapendwa wa Mungu wanachukua muda kutuombea, wanachukua muda kukesha kwa ajili ya shida zako, kwa ajili ya shida yangu na shida zetu. Kama vile nilisema, kila mmoja na shida yake, ndilo vita, hazifananane. Kuna yule ambaye ana tatizo la kukosa mtoto. Kuna yule ambaye ana tatizo, changamoto lake ni uchumi. Kuna mwingine changamoto lake ni maisha ya kupanga, anakodi nyumba kila leo. Ama hii maisha ya kutoka kuingia kwenda kurudi inatesa sana. Mwingine amekosa gharama ya kulipia mtoto shule. Mwingine labda hajapata mwenzi wa ndoa, na hii nayo ni changamoto. Lakini watumishi wa Mungu wako mbele zetu. Petro alituhimiza ya kwamba tumkabidhi Bwana shida zetu. Yeye atatutunza, atatulinda. Katika kututunza, atatutunza salama. Yesu Kristo iko mbele zetu anapotutangulia katika yote. Ameandaa majeshi, jeshi kubwa linakuwa mbele zetu, jeshi kubwa linatuzunguka. Umkabidhi tu shida zako. Ndiyo sababu katika kuamka kwako saa hizi ama kukesha kwako kama ni masaa za jioni, muda huu kuponda bando haipite bure. Mungu ameyaona na atajibu. Usiogope mpendwa, usiogope. Mtumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu wako humu wengi, na zaidi sana mtumishi wa Mungu, kiongozi wetu mkuu, anakaa siku kwa siku. Kuna wakati unapiga simu inapita lakini hashiki, kwa sababu iko kwenye magoti akikuombea, anatangulia mbele zako. Shida ulio nayo usiogope tena, jipe moyo. Mungu anakulinda, Mungu anakupigania. Mungu, silaha zile zote ulizoziona usitishwe na silaha zile. Aiza magari za chuma usitishwe, silaha jinsi zilivyo usitishwe. Tayari tumekwisha kushinda. Haleluya. Jambo la tatu ambalo mtumishi wa Mungu aliweza kuonyesha ilikuwa ni hesabu za orodha za jeshi lilikuwa likiwafuata. Jeshi hili lilikuwa ni kubwa. Katika shairi la 4, shairi la 4 linasema, maana Mwenyezi Mungu wenu ndiye atakayekwenda pamoja nanyi kupigana kwa niaba yenu dhidi ya adui zenu na kuwapa ushindi. Haleluya. Kisha maofisa, shairi la 5, kisha maofisa watawaambia watu, kuna mtu yeyote hapa aliyejenga nyumba mpya lakini hajaizindua? Arudi nyumbani, asije akafa vitani na mtu mwingine akaizindua. Kumbe hawa watu katika orodha waliokuwa nao walikuwa ni wachache. Kwanza, jeshi lililokuwa likiwashambulia lilikuwa lingi kulipita wao. Na hapa mtumishi wa Mungu akawaandaa, kwa sababu katika kundi kuna wale ambao wanajaa woga. Kawaambia, wewe kama umejenga nyumba yako na unahofia katika kwenda kuvita utafariki huko, au utalala ndani ya nyumba yako, rudi kwanza ukaende ukazindue nyumba yako. Najua
katika maisha kuna vitu vidogo vidogo ambavyo vinatuletea wasiwasi. Wakati fulani unajua kuajiriwa kwenye kazi, unaweza kusema ya kwamba mbona jana nilioa, nitaendaje wakati nimemwacha mke wangu? Nitaendaje wakati nimeacha ile mali yangu? Nitaendaje wakati kuna visababu vidogo vidogo ambavyo vinaweza kusababisha kutoenda vitani. Na vita vyetu ni hii matatizo tunakuwa nayo. Wanaweza kuambia kwamba hapana, hii ni kipindi cha maombi, labda tutajinyima siku 10, 21 kama vile mtumishi wa Mungu alizoa kutuandaa. Nasema nitajiandaa je wakati karamu iko kwetu? Nitaacha kukula ile kwa ile mnofu kwetu, wanasema mnofu ama msosi. Nitaiachaje? Kuna karamu kubwa, sherehe itakuwa kweli, nitajinyima namna gani? Sasa huyu kiongozi aliwaambia rudi kwanza, wewe urudi. Na katika kurudi wale watakaosalia watapambana. Haleluya, wana wa Mungu. Kumbe katika kusimama kwetu katika kipindi hiki tusiogope. Mungu iko pamoja nasi, anatupigania. Kumbe hawagutishwa kwa sababu walikuwa wachache. Wale ambao walikuwa mbele zao walikuwa wengi, lakini mtumishi wa Mungu aliwahimiza kwamba hata kama mko wachache, lakini watangazia kwamba mmeshinda. Haleluya, ushindi ni wenu. Mungu wetu atukuzwe milele sana. Katika vita vya kila mmoja anavyo, asiogope. Mungu ametushindia. Mungu iko pamoja nasi. Watumishi wa Mungu, katika kipindi cha maombi, elewa kwamba muda wako huu ni muda wa kufunguliwa. Muda huu kwenye siku 19 za maombi ni muda ambamo tunakuomba kujikabidhi mbele za Bwana. Tengeneza maisha yako, mkabidhi shida zote ulizo nazo, na yeye mwenyewe atatusaidia, atakujibu. Katika Isaya 41, Isaya 41 shairi la 11, Isaya 41 shairi lake la 11 tunasoma katika jina la Yesu. Ama nianzie shairi la 10 tafadhali. Nianzie shairi la 10, tashuka polepole. Nalo linasema hivi: basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi. Haleluya. Bwana atatusaidia. Bwana atatufanikisha. Bwana atakuwa pamoja nasi. Anasema tusiogope. Shairi la 11, maana wote waliokuwa na hasira wataaibishwa na kupata fedheha. Haleluya. Wote wanaopigana nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Haleluya. 12, utawatafuta hao wanaopigana nawe, lakini watakuwa wameangamia. Haleluya. Kumbe kuna wakati unaweza kukaa unatafuta wale maadui zako, hawa waliokushambulia hauwapate tena. Ndio sababu Mungu ama watumishi wa Mungu wanapotuhimiza na wanasema ya kwamba simama tu imara, usiogope. Usiogope kwa sababu shida ulio nayo inaenda kuisha, imekwisha. Wale waliokuwa maadui zako utawatafuta, hautawaona. Bwana iko pamoja nawe. Vita vyako
matatizo yako haiko yako, mkabidhi Mungu. Yeye anayaona, lakini anachokisema ya kwamba tusiogope. Simama imara. Bwana iko pamoja na wewe. Anaenda kukupigania. Shairi la mwisho ni katika Yeremia 39. Yeremia 39. Yeremia 39. Shairi lake ni la 11. 39, 11 tunasoma katika jina la Yesu. 11 linasema 17 tafadhali. 39, 17 tunasoma katika jina la Yesu. Lakini siku hiyo mimi nitakuokoa wewe, wala hutatiwa mikononi mwa watu unaowaogopa. Kumbe wale wote maadui, yale matatizo ulio nayo, Bwana anatuhimiza na kutuonyesha kwamba leo hautatiwa mikononi mwa adui. Leo hautatiwa mikononi mwa yule mtu unayemuogopa. Adui wako atafedheka, atapotea. 18. Maana kweli nitakuokoa na hutauawa vitani. Haleluya. Utapata faida ya kuokoa maisha yako kwa sababu umeniamini mimi. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Haleluya. Kumbe dawa moja ni kumwamini Mungu. Dawa moja ni kumkimbilia. Dawa moja ni kusimama. Silaha yetu ni Bwana Yesu. Silaha yetu ni kusimama kwenye kipindi cha maombi, ukimkabidhi Bwana matatizo yako, naye mwenyewe atakupigania. Katika saa hizi wapendwa, kulingana na matatizo yako, mkabidhi Bwana. Lakini fundisho linasema ya kwamba tumeokolewa katika vita kwa sababu Bwana iko pamoja nasi. Bwana anasimama karibu nasi. Hata ruhusu adui akushike mkono, hapana. Hata ruhusu yule adui akuone tena. Wewe utaamka asubuhi, utamtafuta, utampata. Adui atapotelea mbali kwa sababu tumelindwa na Mwokozi wetu. Tumelindwa na Mungu wetu. Tumelindwa na mlinzi mkubwa wa mbinguni, anakaa pamoja nasi. Tumkabidhi maisha yetu, tusimame, tumtafute, tukae pamoja na yeye siku zote. Mkaribisheni moyoni mwako akae. Mkaribisheni, yeye atakulinda, yeye atakupigania. Katika Kumbukumbu la Torati tuliposoma, tulielewa kwamba hawa watu hawakuwa peke yao. Kuhani alitembea mbele zao. Na sisi hatuko sisi wenyewe. Tumebarikiwa sana tunapokuwa na watumishi wa Mungu wako katika kundi letu. Wanatuombea kila leo, wanatutia nguvu, wanakesha kwa ajili yetu. Na mlinzi mkubwa Yesu Kristo naye iko pale na kesha. Nimewatangazia kwamba Power Request ni mahali ambapo tunafunguliwa, ni mahali ambapo tunaponyeshwa, ni mahali ambapo shida zako zote unapozileta, dawa iko. Dawa iko. Wewe ni kukubali tu kufungua simu yako na kuja kila wakati tunapoandaliwa kwenye masaa za saa 3 ndio jioni, na saa hizi za saa 9 alfajiri. Kumbe wewe unapoonekana kipindi hiki hakitakupitia bure. Masaa unazo jiweka tayari, hazitapita bure. Maombi unayoyatoa hayatapita bure. Mungu amekusikia. Mungu amepokea dua yako. Vita sivyo vyako,
vita ni vya Bwana wetu Mwokozi Yesu Kristo. Anapigana na wewe, anakupigania, anapigana na maadui zako, hautawaona. Bwana akulinde. Tunapoendelea kesho, naamini tutakutanana tena na tutazungumza mengi kuliko haya. Mungu awabariki nyinyi nyote. Inapokuwa kweli tumkabidhi Bwana shida zetu, naye atatubariki. Mungu abariki fundisho hili, liwe kwenu na kwangu katika jina la Yesu. Basi tunarudisha maike kwa mshikakiti wetu mpendwa wa Bwana Jamari, aendelee kuongoza vipindi vyetu vya maombi. Asante. Asante mtumishi wa Mungu Apolinel, Mungu na kubariki sana. Basi niweze kuwashukuru wapendwa kwa namna ya pekee kwa ukimya na utulivu ambao mmeonyesha kwa siku ya leo. Neno hili liweze kuingia ndani ya mioyo yetu. Tujue ya kwamba tunaye Bwana anayetupigania. Vita si vyetu, tumkabidhi yeye. Kila vita ulionayo, muite Bwana, atakupigania kwa upande wako. Asanteni sana. Basi kwa kufunga kipindi chetu, ninamkaribisha Pastor Gerald ili utuweke mikononi mwa Bwana. Pastor Gerald, karibu kama unatusikia. Asante ndugu mwenyekiti. Asante ndugu Apoline. Asante kila mshiriki ambaye amepata fursa ya kujiunga katika ukumbi hii kumshukuru na kumwabudu Mungu asubuhi ama mchana wa leo, ikitegemea ulipo. Kwa ajili ya neno hili ambalo tumepewa, wacha tena tuamini kwamba yatatendeka. Neno hili litatuisha sisi sote. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu aliye hai, imekupendeza kwamba umetupa sikio lako wakati huu kusikiliza watoto wako wanaposifu jina lako kwa sababu ya wema wako. Baba, hakika imependeza kwamba wanadamu na Mungu wanaungana katika msaa. Asante kwa kuwa Baba, natumia mtumishi wako kwa ajili ya kunena nasi, na tunaomba kwamba neno lako lililo hai kweli kweli katika kutenda mahitaji yetu yote. Masaa haya Baba, tena tunaungama mbele zako kwamba Mungu wa rehema na neema, hatujatembea kwa njia ya uaminifu wakati wote, kwa kuwa Baba milini dhaifu. Wakati mwingine tunakukosea pasipo kujua kwamba tumekukosea. Wakati mwingine tunasukumwa mpaka hapa tunatamka ama tunawaza makufanya yasiyokupendeza. Mwingi wa rehema, tunakiri kwamba unyonge huo unatuangamiza. Kwa hivyo naomba Baba, tusiangamie bali utusamehe. Ututakase sisi sote kwa damu ya Yesu Kristo. Tembelea kila mmoja wetu Mungu, kwa kuwa unatufahamu sisi sote. Tembelea kila mmoja wetu katika mahitaji yetu, na kila mtu ukambariki na kumuinua kwa njia tofauti, njia za kipekee. Baba, uendi kufanya vipimo kuhusu hali zetu za kiroho, uendi kufanya vipimo kwa hali zetu za kimwili, bali unatujua ndani na nje. Tunaloomba ni kwamba Baba, hata usipojibu maombi haya, lakini urafiki wetu na wewe, ushirika wetu na wewe uwe imara. Kwa maana tunaamini kwamba hakuna Mungu mwingine aliye kando na wewe. Tunaamini kwamba ulimtuma Yesu Kristo ili afe kwa ajili yetu. Kwa sababu hiyo Bwana, hatuna hidaya, hatuna zawadi yoyote ya kukulipa. Yote ni vyako. Tunachosema ni asante Mungu. Ubarikiwe jina lako, lihimidiwe milele hata milele. Katika kundi hili Bwana, binti na kaka zangu wote, binti zako na watoto wote wa kiume wako hapa wameakilisha familia zao. Mungu, naomba ukubali, hakika hata mmoja wetu asikose kujibiwa.
Kuna maombi yaliyoombwa mbeleni, wengine miaka iliyopita, lakini bado hawajajibiwa. Naomba Baba, ikiwa tumepata kibali machoni pako, wajibu nao wakati huu ndani ya siku 90 za maombi. Baba, naomba kama kuna mgonjwa mahali hapa, kama kuna mtu hapa anaelekea kukata tamaa, kama kuna mtu hapa anazidi kuuliza maswali, mbona Mungu inawezekana, naomba kwa njia ya upendo Baba, ukamuone mtu yule, ukampe tumaini, ukamuinue, ajue kwamba hujafunga masikio yako na wala hutatufungia, kwa sababu ulilipa bei kutukomboa. Baba na Mungu wangu, iwapo kuna yule anayumba katika ndoa yake, naomba misingi hiyo Baba ukaiangalie tena, ukaondoe kila ambacho adui ametumia kusambaratisha familia zetu. Naomba katika jina la Yesu Kristo aliye hai Bwana, kwamba watoto wetu wanakuhitaji. Dunia ya sasa imejaa ujanja mwingi, imejaa ukorofi mwingi, imejaa ushawishi wa giza mwingi. Anasa zimezidi, vileo, madawa mengi ambayo yanaharibu yamepenya hata kanisa. Watu wetu wameathirika kwa njia moja ama nyingine. Naomba Baba, katika kundi hili ututengeze imara, ututegemeze katika mwamba Kristo, tusihesabiwe kwa wale ambao wanaangamia kutokana na hizo shida za dunia. Ili Baba ijulikane kuna Mungu aliye hai, kuna Mungu anayejibu maombi ya wacha wake. Tenda kitu katika kundi hili. Twaomba Baba, muda utakapofika, kila mtu aombe nafasi ya kushuhudia wema ambao umetenda katika wale walio hai. Baba, na kuomba, kuna watu wanatafuta kazi, riziki yote inatoka kwako, fedha na dhahabu vinatoka kwako. Sababisha mtu yule asiulize maswali, Mungu yuko wapi? Fanya kitu kwa watoto wetu wanaotafuta kazi, fanya kazi kwa ndugu zetu wanaotafuta kazi, kawaelekeze, kawape vile neno lako limesema 8:18 Kumbukumbu la Torati, kwamba ni wewe unayepeana uwezo kufanya utajiri. Naomba Baba tutajibishe sawa sawa. Mungu na Baba yangu, naomba kuna wale wako safarini, wanaingia na kutoka, kuwa Mungu dereva wetu. Zingira magari tunayotumia, chombo chochote tunachotumia, kuwa ndani ya hicho chombo, ukakielekeze kikafike sana. Baba, kwa muda uliosalia, wengine wanarudi katika usingizi, wengine wanaendelea na kazi, na naomba ni kwamba utuweke imara tena hadi tukutane masaa 3 usiku, masaa ya Afrika Mashariki. Mungu wetu bado utabaki kuwa Mungu. Tumeomba tu kama wanadamu, lakini wewe utajibu tu kama Mungu. Sema ni asante kwa kuwa umetusikia. Asante kwa kuwa ulikubali sifa zilizoimbwa mahali hapa. Asante kwa kuwa unapendezwa na shuhuda zinazotolewa, na tungeomba iwe maradufu. Asante Baba Yesu, naye tujua utupiganie yale ambayo kama mwanadamu singeweza kuyakumbuka. Utupiganie, Roho wako auishi mioyo yetu, atuongoze katika kila hali. Malaika zako wakapigana vita vyetu, ili tuwe sehemu ya washindi, kwa maana hata sisi ni juu ya washindi. Asante Kristo kwa kutusikia. Asante kwa kuwa utatutetea kwa Baba yetu. Ni kwa jina lako safi tunaomba kwa imani. Amen. Amen, amen. Asante sana watumishi wa Mungu. Basi nami niweze kuwatamkia baraka kwamba amani ya Bwana wetu Yesu Kristo endelee kuwa pamoja nanyi. Niweze kuwatakia asubuhi njema, niweze kuwatakia usiku mwema. Basi Mungu awe pamoja nanyi. Kwaherini na tunawapenda.